Mheshimiwa Spika, kama nilivyotangulia kusema kwamba bado dunia kwenye sintofahamu kutokana na machafuko ambayo yanaendelea sehemu mbalimbali. Hivi sasa familia nyingi katika nchi yetu ambao wana ndugu, jamaa au marafiki katika nchi za Israeli na Iran wako katika sintofahamu, hawajui hatima ya Watanzania ambao wako huko. Mheshimiwa Spika, kabla sijaendelea, naomba nijulishe bunge lako kuwa tuna maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo yanaelekeza wizara yangu. Chini ya maelekezo hayo, Wizara ya Mambo ya Nje inaendelea kuratibu zoezi la kuwarejesha nchini Watanzania kutoka nchi za Israeli na Iran kufuatia kudorora kwa hali ya amani Mashariki ya Kati. Kulikuwa na jumla ya Watanzania 168 nchini Iran na 495 nchini Israeli. Hadi sasa serikali imewezesha kurudisha Watanzania 147, 42 kutoka nchini Israeli na 65 kutoka nchi ya Iran kuondoka katika maeneo haya ya hatari na kuanza safari ya kurejea nchini na maeneo mengine ya kiusalama. Juhudi hizi zinatekelezwa kwa uratibu wa wizara na balozi zetu Tel Aviv, Cairo, Ankara, Kuwait na Abu Dhabi. Ni mategemeo yetu kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anarejea nchini salama. Aidha, Tanzania inalaani migogoro inayoendelea na inasisitiza umuhimu wa kushughulikia changamoto mbalimbali kwa njia ya kidiplomasia na kwa kuzingatia makubaliano katika Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Mheshimiwa Spika, kuimarika kwa ushirikiano wetu wa kikanda ambapo Tanzania imechangia kushiriki katika mtangamano wa kikanda, hususan utekelezaji wa soko la pamoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na utekelezaji wa programu za mtangamano katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi SADC na ushirikiano wa utatu kwa maana ya SADC, EAC na COMESA na eneo huru la biashara Afrika EFTA.